Bilionea alimwona mke wake wa zamani aliyemwacha kwa sababu alikuwa maskini. Akila kutoka takataka. Alichofanya kitakushangaza. Kelele chini ya daraja la Oshodi zilikuwa kali mchana ule. Mabasi ya manjano yalikuwa yakipiga kelele wakitafuta abiria. Watu walikuwa wanakimbia kama kwamba ardhi ilikuwa inawaka moto. Kelele za matuta, muziki, moshi. Lakini karibu na pipa moja kubwa jusi la takataka, kila kitu kilikuwa kimekaa kimya. Silas alikuwa amesimama pale, ameganda. Hakupaswa kusimama hapa. Hakupaswa kutoka nje ya gari. Hakupaswa kuhisi hivi. Mkono wake ulikuwa bado unatetemeka kwa sababu alijua uso huo. Vazi la mwanamke lilikuwa limeraruka na la rangi ya kahawia kama kwamba limekokotwa barabarani. Nywele zake zilikuwa zimechafu, zimetawanika, zimejaa vumbi. Macho yake yalikuwa mekundu na yaliolowana. Alikuwa anatetemeka akichukua chakula cha zamani kutoka kwenye pipa kwa mkono mmoja na kukisukuma mdomoni mwake kwa mkono wa pili. Na alikuwa analia huku akila. Si kulia kwa kawaida, ni kulia kwa uchungu, kama mtu aliyepoteza kila kitu. Kama unapenda hadithi hii, bonyeza kitufe cha subscribe na upige kengele ili upate hadithi zaidi za kuvutia kama hii. Tutaendelea baadaye. Bwana Joel, dereva wake, alisema kwa mnongono. Nisongeshe gari, watu wanaangalia. Silas hakujibu. Hakuweza kusikia msongamano wa magari tena. Hakuweza kuhisi joto. Hakuweza kuhisi chochote katika wakati ule isipokuwa jambo moja. Hili haliwezi kuwa kweli. Hawezi kuwa yeye. Hapana, hapana. Lakini jinsi alivyokuwa akienda, umbo la uso wake, jinsi mdomo wake ulivyotetemeka alipolia. Kifua chake kilianza kuhisi kama kimefungwa. Simamisha gari, alikuwa amesema hapo awali. Sasa akasema, ngoja hapa, na akatoka nje. Na sasa hapa alikuwa amesimama hatua chache kutoka kwa mwanamke aliyemharibu. Mwanamke aliyemwacha. Mwanamke aliyemwita asiye na maana. Mwanamke aliyesema, hutawahi kufanikiwa. Alimeza mate. Kisha, kwa upole kwanza, karibu kama kwamba aliogopa sauti yake mwenyewe, alisema jina lake. Bonita. Mwanamke aliganda. Pole pole, pole pole, pole pole. Mabega yake yalikuwa. Mkono wake ulisimama kwenye pipa la takataka. Mwili wake wote ulianza kutetemeka. Kisha akageuka. Na ulimwengu ndani ya kichwa cha Silas ukavunjika vipande viwili. Alikuwa yeye. Alikuwa yeye. Alikuwa Bonita. Lakini si yule Bonita aliyemkumbuka. Si yule Bonita aliyekuwa na vipodozi safi na herini ndogo za dhahabu. Si yule Bonita aliyekuwa akisimama mbele ya kioo na kusema, sikuzaliwa kwa ajili ya mateso. Si yule Bonita aliyekuwa akimwambia, siku moja nitavaa almasi. Siku moja watu wataniheshimu. Hapana, huyu Bonita alikuwa mwembamba. Mwembamba sana. Mifupa ya mashavu yake yalikuwa imepasuka. Midomo yake ilikuwa imekauka na karibu nyeupe. Macho yake yalikuwa mapana, yenye hofu, kama mtu aliyelala mtaani kwa muda mrefu sana. Na alipomwona, alifunika mdomo wake kwa mikono yote miwili na akatoa sauti ambayo haikuwa hata neno. Ilikuwa ni uchungu. Silas? Sauti yake ilivunjika. Silas. Hapa koo lake inawaka. Kwa miaka 3, hakuwa amesikia akita jina lake. Miaka 3. Miaka 3 tangu usiku ule alipotoka. Miaka 3 tangu alipomwambia alikuwa anamvuta chini. Miaka 3 tangu alisema, siwezi kuteseka nawe tena, Silas, simi mtumwa wako, ninastahili bora zaidi. Miaka 3 tangu alichagua mwanaume mwingine badala yake, na sasa alikuwa hapa, akila kutoka kwenye pipa la takataka, chini ya daraja, hadharani, na watu wakipita kama kwamba hakuwa hata binadamu. Alichukua hatua moja karibu. Kulikuwa na nini kwako? Aliuliza. Bonita alitikisa kichwa chake haraka, kama kwamba hakutaka kumwona hivi. Alianza kupangusa uso wake, kupangusa machozi yake kwa mikono yake michafu kama kwamba alitaka kuficha aibu. Lakini kadri alivyokuwa akipangusa, ndivyo alivyokuwa akilia zaidi. Usinitazame, alisema kwa mnongono. Tafadhali, Silas,
Tafadhali usinitazame. Kisha akaanguka kwenye magoti yake juu ya saruji ngumu pale, chini ya ardhi chafu karibu na pipa la takataka. Watu waligeuka kuangalia sasa, wachache walipunguza mwendo. Watu wa Lagos hawajali shughuli zao wakati jambo ni tamu. Silas alihisi hasira ikipanda ndani yake. Si hasira kwake, hasira kwa ulimwengu. Hasira kwa yeyote aliyemwacha awe hivi, hasira kwake mwenyewe. Kwa sababu hata baada ya kila kitu alichomfanyia, hisia yake ya kwanza alipomwona haikuwa umestahili. Ilikuwa, nani alikufanyia hivi? Aliinamisha. Bonita, alisema, sauti imara sasa, simama. Alikuwa analia sana hivi kwamba hakuweza kupumua vizuri. Samahani, alisema. Silas, samahani, samahani, samahani. Na hapa sikujua alikuwa namna hiyo. Sikujua alikuwa nini. Alishika mkono wake na hapo ndipo alipohisi. Mkono wake ulikuwa mfupa tu. Hakuna nyama, hakuna uzito. Kitu fulani ndani yake kilivunjika. Huyu alikuwa mke wake. Hapana, mke wake wa zamani. Mwanamke aliyemwambia alikuwa mdogo sana. Mwanamke aliyemwambia upendo haitoshi. Pesa ni heshima. Mwanamke aliyepanga vitu vyake na kumwacha kwa sababu alikuwa maskini. Mwanamke aliyesema, kuna mwanaume anayeweza kunihudumia. Mwanaume wa kweli. Mwanamke aliyetoka na Simon na sasa alikuwa anatetemeka mkononi mwake kama ndege mgonjwa. Alimeza mate kwa shida. Ingia kwenye gari, alisema. Macho ya Bonita yalifunguka ghafla. Hapana, Silas tafadhali, alisema haraka akiogopa. Usinipeleke polisi. Tafadhali, napa sikuiba, sikufanya chochote. Nilitaka tu kula, nilitaka tu kuishi. Siko wazimu, si mwizi. Tafadhali usinisalimishe. Alikonyeza macho. Kumsalimisha. Mungu, alikuwa ameishi jinsi gani? Alivua jaketi yake na kuizika mabegani mwake. Watu waliokuwa wakiwazunguka walianza kusemezana kwa mnongono. Si huyo Silas? Huyo ndiye mtu wa Chint, yule bilionea. Ngoja, huyo si mwanamke wake? Chai, angalia jinsi alivyo. Mungu, maisha ni mabaya. Kisha akaona kwenye uso wake. Wakati alipofahamu, wakati alipoelewa Silas alikuwa amekuwa nani. Macho yake yalikwenda kwenye gari lililokuwa likisubiri kando ya barabara, SUV nyeusi, ile yenye milango ya chuma. Macho yake yalikwenda kwa dereva aliyekuwa amevaa suti. Macho yake yalikwenda kwa saa yake, viatu vyake, jinsi alivyokuwa akienda. Alimtazama kama kwamba alikuwa akiangalia mzimu. Silas, alimeza mate. Wewe ni tajiri. Alimtazama tu. Akatoa kicheko kidogo, lakini hakikuwa cha furaha, kilikuwa cha uchungu. Kwa hiyo ikitokea, alisema kwa mnongono, sauti yake ikitetemeka. Ilitokea kweli. Magoti yake yalikaribia kuanguka. Alimshika kabla hajaanguka chini. Joel, alipiga kelele. Fungua mlango wa nyuma sasa. Dereva alikimbia. Bonita alikuwa bado analia. Tafadhali usiniacha hapa, alisema kwa mnongono kifuani mwake. Tafadhali Silas, tafadhali, sitaki kufa hapa. Sikuachi, alisema, na alimaanisha. Kwa sababu hapa ndipo sehemu ambayo hakuna aliyejua walipomtazama na kumwita mwenye bahati. Kwa sababu hapa ndipo sehemu ambayo hakuwahi kusema kwenye TV. Kwa sababu hapa ndipo sehemu ambayo blogu hazikuandika walipomwita uso wa AI ya Kiafrika na mwanzilishi wa muujiza. Alikuwa akimpenda mwanamke huyu kama maisha. Alikuwa akiamini kwamba yeye na Bonita wangejenga kitu pamoja. Alikuwa akiamini kwamba angekuwa pale wakati wazo lake lingefanya kazi hatimaye. Alikuwa akiamini alikuwa wake milele, na sasa milele alikuwa akipiga magoti chini akimsihi asimwache chini ya daraja. Alimsaidia kuingia kwenye SUV. Mikono yake ilikuwa bado inatetemeka. Mwili wake ulipiga harufu ya jasho, mvua ya mitaani, na njaa. Alikuwa na aibu. Aliweza kuhisi. Aliendelea kupangusa uso wake na kuficha mdomo wake kwa kiganja chake kama mtoto mdogo aliyefanya kosa. Alikaa karibu naye kwenye kiti cha nyuma na kufunga mlango. Endesha, alimwambia Joel. Kwenye nyumba, bwana, Joel aliuliza. Hapana, Silas alisema. Saloon kwanza.
Joel alimtazama kwenye kioo cha nyuma. Ndio, bwana. SUV iliondoka Oshodi. Bonita alikaa pale akishikilia jaketi la Silas karibu naye, akimtazama kama kwamba hakuweza kuamini kwamba alikuwa wa kweli, kama kwamba hakuweza kuamini kwamba mwanaume aliyemwacha ateseke alikuwa sasa amekaa kwenye gari lenye chuma la kinga na ulinzi wa kibinafsi. Kama kwamba hakuweza kuamini alikuwa Silas yule yule. Kisha polepole, kwa sauti iliyosikika imezika mifupani mwake, alisema maneno ambayo Silas alikuwa amesubiri miaka mitatu kuyasikia. Silas, sikuacha kwa sababu sikukupenda. Aligeuka uso wake kwake. Macho yake yalikuwa yamekasirika kwa sababu sentensi hiyo moja ilipiga kitu kirefu. Kisha kwa nini uliondoka? Aliuliza. Midomo yake ilitetemeka. Na hapo ndipo hatimaye alipoisema. Alimwambia kilichotokea baada ya kutoka kwenye chumba chake kimoja cha ghorofa usiku ule. Alimwambia Simon alikuwa nani kweli. Alimwambia Simon alijaribu kumfanyia nini. Na alipokuwa akisema, Silas alihisi taya yake ikijifunga, damu yake inapanda na mkono wake ukikunjua kuwa ngumi. Kwa sababu kile alichosema kifuatacho hakikusikilika tu kama uchungu. Kilisikika kama hatari, kilisikika kama kifo, na ilikuwa mwanzo wa kitu ambacho hakukiona kijayo, kitu ambacho kingeweza bado kumharibu, kitu ambacho hakikuwa kimeisha bado. Kama unapenda hadithi hii, andika maoni, shiriki, na jiunge na channel yetu kwa hadithi zaidi za kuvutia. Ndani sehemu ya pili, ukweli wa uchungu. Gari lilisongesha kimya kupitia mitaa ya Lagos iliyojaa shughuli. Mawingu ya mvua yalikuwa yakikusanyika kwa mbali, lakini ndani ya SUV nyeusi, ukimya ulikuwa na sauti kubwa kuliko radi. Bonita alikaa karibu na Silas, akitetemeka. Alishika mikono yake kwa nguvu kwenye paja lake, macho yake yakitazama kitu kisichokuwepo. Midomo yake ilisongesha kama kwamba alitaka kusema, lakini hakujua jinsi ya kusema. Silas hatimaye akavunja ukimya. Niambie Bonita, alisema kwa utulivu, ingawa kifua chake kilikuwa kinawaka. Nini kilichotokea kweli baada ya kuondoka? Sauti ya Bonita ilitoka pole na imevunjika. Nilifikiri nilikuwa nikiingia maisha bora zaidi, alianza. Nilipokuacha, nilimfuata Simon. Aliniahidi mbinguni, alisema sitapungukiwa na chochote tena. Alinunulia nguo, simu, manukato, vitu nilivyofikiri ninastahili. Macho yake yalijaa machozi tena. Nilifikiri nilifanya chaguo sahihi, Silas. Nilikuwa kipofu. Silas hakusema chochote, alimtazama tu. Alitazama nje ya dirisha la gari alipoendelea. Wiki za kwanza zilikuwa sawa. Alinipeleka kwenye mikahawa ya kifahari. Alinijulisha kwa marafiki waliomwita Bwana Simon. Aliniambia alikuwa katika biashara ya mafuta na usafirishaji. Lakini usiku mmoja, niliamka na kumkuta akipiga magoti mbele ya kioo na damu ikidondoka kutoka mkononi mwake. Silas alikonyeza macho. Damu? Bonita aliitikisa kichwa haraka. Vidole vyake vilitetemeka alipozungumza. Hakuniona. Nilijificha nyuma ya mlango na kuangalia. Alikuwa akisema mambo ya ajabu, majina ambayo sikuyaelewa. Kulikuwa na mishumaa kila mahali. Silas, mishumaa mweusi. Sauti yake ilivunjika. Hiyo ndio usiku nilipotambua hakuwa kama nilivyofikiri. Silas alijirendiza nyuma, uso wake mgumu. Kwa nini hukuondoka hapo? Nilijaribu, alisema. Nilipanga mifuko yangu asubuhi yake, lakini nilipomwambia nilitaka kwenda, alitabasamu na kusema, huwezi kuniwacha ukiwa hai. Nilicheka kwa sababu nilifikiri alikuwa anacheza, lakini usiku ule baadaye alinifunga ndani ya chumba. Alisema alihitaji dhabihu. Alisema nilikuwa maalum kwa sababu nilioa mwanaume mwenye mamlaka. Alifunika mdomo wake, akitetemeka huku machozi yakitiririka usoni mwake. Alisema wewe, Silas, ulikuwa umepangwa kwa ukuu na kwamba kwa kukuoa nilipata sehemu ya mamlaka yako. Alitaka kunitumia kwa matambiko ili kuchukua baraka zako. Silas aliganda. Nini? Alimnong'ona. Bonita aliitikisa kichwa, akilia kwa nguvu zaidi.
Alisema utainuka siku moja, na akinitolea, atainuka na nuru yako. Hata sikuelewa alilomaanisha. Niendelea kulia tu. Alikata mkono wangu usiku ule na kutumia damu kwa kitu ambayo sikuona. Nilifikiri nitakufa. Dereva, Joel, alitazama nyuma kwenye kioo kwa muda, macho mapana. Lakini Silas aliinua mkono, akimwambia endeshe tu. Endelea, Silas alisema kwa utulivu. Asubuhi moja niliamka na alikuwa Aminda, Bonita alisema. Milango ilikuwa wazi na kila kitu ndani ya nyumba, pesa, vito, nyaraka, vilikuwa vimeisha. Alitoweka. Majirani walisema alikimbia baada ya kuwa mtu surulere. Nilikuwa dhaifu sana hivi kwamba sikuweza kusogea. Nilikaa kwenye nyumba ile kwa siku 3 bila chakula au maji. Sauti yake ilivunjika tena. Kisha mwenye nyumba alinifukuza, niliomba, nililala nje. Nilitafuta kazi, lakini hakuna aliyetaka kuajiri mwanamke mchafu bila kitambulisho au anwani. Ndivyo nilivyoishia chini ya daraja. Kila usiku niliomba nife kabla ya asubuhi. Silas alitazama nje ya dirisha, mkono wake ukijifunga kwenye goti lake. Alikumbuka jinsi alivyokuwa akimdhihaki kwa kuota kubwa sana. Jinsi alisema Chint ilikuwa wazo la kipumbavu. Sasa hapa alikuwa amevunjika. Akizungumza juu ya matambiko na majuto. Hakujua kama ampole au amchukie. Gari lilisimama mbele ya saloon ya kisasa huko Surulere. Bango liliwaka wazi, Heaven Touch Beauty Spa. Shuka, alisema. Bonita alikonyeza macho kwa kuchanganyikiwa. Nini? Unasafishwa, Silas alisema kwa ukali. Hutakaa kwenye gari langu ukipiga harufu ya uchungu. Joel alifungua mlango kwa ajili yake. Wafanyakazi ndani ya saloon walionekana kushangaa Silas alipoingia. Kila mtu alimtambua mara moja. Mwanzilishi maarufu wa Chintesh, bilionia aliyewahi kuwa maarufu kwa kuchangia milioni 200 kwa makazi ya yatima. Alimkabidhi kadi yake kwa mpokeaji. Matibabu kamili, alisema. Nywele, kucha, ngozi, nguo, chochote anachohitaji. Mdomo wa mpokeaji ulifunguka kidogo. Ndio, bwana, aligagaa. Bonita alitazama chini, akiwa na aibu. Silas, tafadhali, hauna haja. Usizungumze, alimkata. Fanya tu. Aligeuka na kutoka nje. Alisimama karibu na gari, mikono imekunjwa, akitazama kitu kisichokuwepo, akikumbuka siku za zamani. Alijiona tena miaka 3 iliyopita. Mprogramu aliyekuwa akipambana akifanya kazi kutoka chumba kidogo na kompyuta iliyopasuka. Usiku aliyobaki akiandika msimbo, akijaa jasho, njaa, akiota. Alikumbuka jinsi Bonita alivyokuwa akipumua kwa nguvu na kusema, hii ndiyo nilioa, wewe na kompyuta yako isiyo na maana. Alitabasamu kwa uchungu. Sasa kompyuta ile ile isiyo na maana ilikuwa imejenga Syntec, kampuni yenye thamani ya mabilioni na ofisi huko Dubai, London na Abuja. Yule mtu aliyemwita mwotaji maskini alikuwa sasa moja wa majina yenye nguvu zaidi katika tasnia ya teknolojia ya Nigeria. Bado, alipokuwa amesimama pale, sehemu yake iliuma sana. Alikuwa amejiandaa kumwona tena siku moja, labda akiwa na furaha, labda akiwa mwenye mafanikio. Si hivi, si amevunjika. Saa moja baadaye, Bonita alitoka nje. Alionekana kama binadamu tena. Nywele zake zilikuwa safi, uso wake safi, ngozi yake ikiwaka kidogo chini ya jua. Alivaa gauni mpya ambayo salon ilikuwa imetoa, lakini macho yake yalikuwa bado yamejaa huzuni. Asante, alisema kwa mnongono. Hakujibu. Alifungua mlango wa gari na kusema, twende. Waliendesha kwenye duka la karibu kufuatia. Bonita alisita kwenye mlango. Sinafaa kuwa hapa, Silas. Watu wata. Alimkata. Ingia ndani. Alitii. Walipomaliza, alikuwa akishikilia mfuko wa ununuzi na akivaa viatu vipya. Walirudi kwenye gari. Silas alifungua kabati la glovu na kutoa bahasha ya kahawia. Aliiweka kwenye paja lake. Ndani kulikuwa na pesa taslimu milioni 10. Macho ya Bonita yalifunguka. Silas, hii ni kwa ajili ya nini? Kwa ajili yako, alisema kirahisi. Enza biashara, pata nyumba, kula chakula ambacho si kutoka takataka. Alianza kutikisa kichwa. Hapana, siwezi kuchukua hii. Sistahili. Hustahili,
alisema kwa baridi, lakini chukua hata hivyo. Machozi yalianguka haraka usoni mwake. Alianguka kwenye magoti kwenye sakafu ya gari. Silas, nilikuharibu, alisema. Nilikudhihaki, nilikuacha ulipokuwa huna chochote. Sijui hata kwa nini unanisaidia. Alimtazama kwa muda mrefu kabla ya kuzungumza pole. Kwa sababu simi yule mwanaume uliyemwacha, Bonita. Nilijifunza kwamba mafanikio bila msamaha ni kushindwa bado. Alilia kwa nguvu zaidi. Wewe ni mtu mzuri, Silas. Nilikuwa mjinga. Kama ningali kidogo zaidi, labda. Sauti yake ilizimia. Hakuweza kumaliza sentensi. Aligeuka uso wake kwenye dirisha. Usifikirie juu yake, alisema. Jenga maisha yako tu. Lakini gari lilipoendesha, kitu ndani ya Silas kilisogea. Kitu hakikuhisi sawa kuhusu Simon kutoweka. Hadithi ilihisi kuwa haijakamilika, kama mlango ulikuwa umebakia wazi. Simon alikuwa amesema alitaka kutumia Bonita kuchukua mamlaka ya Silas. Na sasa Silas alikuwa mmoja wa watu matajiri zaidi Afrika. Je, isingekuwa bahati? Je, Simon alikuwa bado huko nje akitazama, akisubiri? Silas hakujua bado, lakini mizuka ya maisha ya zamani ya Bonita haikuwa imeenda. Walikuwa wakija kwake sasa. Bonyeza kitufe cha like kama hadithi inakuvutia, tuendelee. Doria sehemu ya 3. Mizuka ya giza. Usiku ulikuwa kimya ndani ya jumba la Silas huko Banana Island. Nyumba ile, yote ya kioo na marmar, iliang'aa chini ya mwanga wa mwezi uliotapakaa kupitia madirisha marefu. Hewa ilipiga harufu ya mwerezi na nguvu, aina ya harufu inayotoka kwa mtu aliyeshinda kila kitu ulimwengu uliwahi kumwambia hawezi kupata. Lakini usiku ule, Silas hakuweza kulala. Alikaa ofisini mwake ya kusoma, akivaa shati jeupe tupu, akitazama taa za jiji kupitia dirisha. Sauti ya mawimbi kutoka ziwa kwa chini ilikuwa dhaifu, lakini akili yake ilikuwa na sauti kubwa. Hadithi ya Bonita iliendelea kumwangika kichwani. Alisema ulikuwa umepangwa kwa ukuu. Alitaka kuiba mamlaka yako. Alicheka kwake mwenyewe, lakini hakukuwa na furaha ndani yake. Mtu anawezaje kuiba mamlaka? Alimnong'ona. Upuuzi. Na bado kitu kuhusu hofu yake kilihisi kuwa kweli. Jinsi alivyotetemeka alipozungumza jina la Simon. Makovu kwenye mkono wake. Jinsi alisema alitoweka. Silas alipapasa mabega yake. Labda ilikuwa ni hatia tu. Labda alijiota hilo lote baada ya msiba. Bado hakuweza kutoa hisia kwamba kitu kilikuwa kikimtazama. Kubisha kwa upole kulivunja mawazo yake. Ingia, alisema. Joel, dereva wake, aliingia. Bwana, samahani kukusumbua usiku wa manane. Kuna mtu kwenye lango? Silas alisikitika. Wakati huu? Ndiyo bwana, Joel alisema kwa utulivu. Anasema ana kutoka polisi. Silas alisimama mara moja. Kuna shida gani? Joel alisita. Anasema walipata kitu. Anasisitiza kukuona kibinafsi. Silas akachukua saa yake ya mkono, akarekebisha kola yake na kumfuata Joel chini ya ukumbi mrefu. Taa zilipepea kidogo walipotembea, kitu ambacho hakikuwahi kutokea kabla. Usiku ulihisi kuwa mzito zaidi. Walipofika kwenye lango, mwanaume aliyevaa nguo za kawaida alikuwa akisubiri. Kitambulisho chake kiliangaza chini ya taa ya usalama. Habari za jioni, Bu Silas, mwanaume alisema, sauti yenye kina na imara. Inspekta Idris kutoka Panti. Silas aliitikisa kichwa pole. Hii ni kuhusu nini? Idris aliinua picha ndogo iliyochapishwa na kuchakaa. Ilikuwa picha isiyoonekana wazi, lakini Silas alitambua uso. Simon wa Bonita. Taya ya Silas ilijifunga. Mwanaume huyu, Idris alisema, alipatikana amekufa kwenye ghala lililoacha karibu na Ejigbo. Tulifuata wasiliano wake wa zamani na tulipata jina lako kati yao. Unaweza kuniambia unavyomjua? Silas alikunjamisha mikono. Huyo ni mshirika wa zamani wa mke wangu wa zamani. Aliniambia alitoweka miaka 3 iliyopita. Idris aliitikisa kichwa. Tunaamini alikuwa sehemu ya kundi la matambiko lililofanya kazi kati ya Lagos na jiji la Benin. Tulipata ushahidi,
vitu vya ajabu, mishumaa mweusi, alama, vitabu na kitu kingine. Aliingia mkononi kwenye faili yake na kutoa picha ya uchongaji wa mbao ndogo yenye umbo la binadamu, lakini jina kamili la Silas lilikuwa limechongwa kifuani mwake. Koo la Silas likakausha. Wapi? Ulipata hilo wapi? Kwenye ghala, Idris alijibu. Inaonekana alikuwa na mvutano nawe, bwana. Una maadui yoyote? Silas alimeza mate kwa shida. Moyo wake ulipiga kama radi. Sijui, alisema hatimaye. Lakini yule mwanaume alijaribu kutumia mke wangu wa zamani kwa ajili ya matambiko. Alitoroka kwa shida. Inspekta aliandika kitu kwenye daftari yake. Tutahitaji kuzungumza naye pia. Silas aliitikisa kichwa. Yuko Surulere. Nilisaidia mapema leo. Nitakutumia anwani. Asante bwana. Idris aliushika mkono wake. Na jambo moja zaidi, ukiona chochote cha ajabu, nipigie simu mara moja. Hatuna uhakika kama kesi hii imefungwa bado. Idris alipoondoka. Silas alisimama karibu na lango kwa muda mrefu, upepo wa baridi ukipiga uso wake. Usiku ghafla ulihisi giza zaidi. Asubuhi iliyofuata, alikaa kwenye meza yake akifungua kinywa na Victoria, mwanamke aliyerudisha jua maishani mwake. Alikuwa mrefu, mwenye ngozi ya rangi ya karameli, mstaarabu, akivaa joho la hariri na tabasamu tulivu. Sauti yake ilikuwa pole lakini imara, aina ile iliyobeba amani popote ilipoenda. Hukupata usingizi tena, alisema kwa upole. Silas aliitikisa kichwa. Nilikuwa nafikiri tu juu yake. Alitazama juu, akishangaa. Nani alikuambia? Victoria alitabasamu kidogo. Hauna haja ya kuficha Silas. Najua kinachokusumbua. Maisha ya zamani hayatoweka usiku mmoja. Silas alipumua kwa shida. Bonita alikuwa chini ya daraja hilo. Victoria akila kutoka kwa takataka. Kama ungalimwona. Alisita, akitikisa kichwa. Sijui hata nini la kuhisi. Victoria aliweka mkono wake juu ya wake. Ulifanya kile mtu mwema angefanya. Ulimsaidia. Hiyo inatosha. Maneno yake yalimtuliza. Alitabasamu kidogo. Unajua nini cha kusema kila wakati. Hiyo ni kazi yangu, alicheka. Mimi ni meneja wako wa amani. Wote wawili walicheka pole. Kwa muda, vitu vilihisi kuwa kawaida tena, mpaka simu ya Silas ilipolia. Nambari isiyojulikana. Alisita, kisha akajibu. Halo, ukimya. Kisha sauti ya kiume yenye kina ilimnong'ona, ulichukua kile ambacho si chako. Silas aliganda. Huyu ni nani? Unafikiri mamlaka haiwezi kukopwa, sauti ilisema. Alikufa lakini kivuli chake kinaishi. Unatembea na kitu ambacho si chako. Click, simu iliisha. Victoria aliona uso wake. Kumetokea nini? Silas alitazama skrini ya simu. Sijui. Labda mahezo, lakini mkono wake ulikuwa ukitetemeka. Mchana ule baadaye, aliendesha kwenda Surulere kumkagua Bonita. Duka alilosaidia kufungua lilikuwa na bango dogo sasa. Bonita's Fresh Mart. Alipoingia ndani, alikuwa amesimama nyuma ya kaunta akipanga bidhaa. Macho yake yalifunguka ghafla alipomwona. Silas, alisema Paul. Ulikuja? Aliitikisa kichwa. Nimekuja kuangalia tu, jinsi biashara inakuwa, alitabasamu kidogo. Watu ni wema, bado ninajifunza, lakini ninajaribu. Hiyo ni nzuri, alisema. Lakini toni yake ilionyesha akili yake ilikuwa mahali pengine. Bonita alitambua. Unaonekana wasiwasi, alimwambia kuhusu Inspekta Idris, kuhusu kifo cha Simon, kuhusu simu ya ajabu. Uso wake uliwa mweupe. Silas, alisema kwa mnongono. Hayuko maiti. Nini? Sauti yake ilitetemeka. Simon hawezi kufa kila haraka. Nilipojaribu kunywa, niliona kitu usiku ule. Mfano wake haukuwa kwenye kioo. Alisema roho yake imegawaniwa. Alikuwa akicheka na kusema, hata kama mwili wangu utakufa, nitatembea kupitia wengine. Silas alimtazama, kutokusadiki kukijaza akili yake. Bonita, hiyo haiwezekani. Alipogelea karibu, akimshika mkono. Hufahamu. Aliponikata, alisema, nimechukua sehemu ya nuru yake.
Atainuka haraka, lakini nitakuwa bado pale kukusanya kilicho changu wakati utakapofika. Silas alikuwa akizungumza juu yako. Kwa sekunde, kila kitu kilisimama. Kelele za msongamano nje, saa ikipiga, mapigo ya moyo wake, yote yalitulia. Kisha mlipuko mkubwa nje uliwafanya wote wawili kuruka. Gari lilikuwa limegonga nguzo moja mbele ya duka. Moshi ulitoka kwenye bonnet. Silas alitoka nje mara moja, lakini kiti cha dereva kilikuwa tupu. Hakuna aliyekuwa pale. Maandishi madogo yalikaa kwenye dashibodi yaliyoandikwa kwa wino mweusi. Nilikuambia, Silas. Nuru iliyokopwa inazima kila wakati. Alitazama pande zote kwa hofu, lakini mtaa ulikuwa tupu. Bonita alikuja akikimbia nyuma yake, akiogopa. Kunatokea nini? Akili ya Silas ilizunguka. Hakuamini laana, hakuamini pepo, lakini ndani kabisa, kitu baridi kilionja kifuani mwake. Chochote kilichokuwa hiki hakikuwa kimeisha. Kilikuwa tu mwanzo. Shiriki hadithi hii na rafiki zako. Tunaendelea. Sasa, sehemu ya 4. Ajali na mwangaza wa giza. Siku zifuatazo zilikuwa kilio cha wasiwasi. Silas aliendelea kwenda kazini. Aliendelea kuvaa tabasamu lake la kujiamini. Aliendelea kushikana mikono na wawekezaji wa kigeni waliotaka sehemu ya Chint, lakini ndani kitu kilihisi kuwa hakiko sawa. Popote alipoenda, ilimfuata manong'ono, kivuli kinachopepea, baridi za ghafla zilizomfanya asimame kupumua kwa sekunde. Kisha ajali zilianza. Kwanza, kompyuta ya mhandisi mkuu aligubikwa wakati wa jaribio. Kisha, seva katika tawi la Lagos iliwaka moto. Na usiku mmoja Silas alipokuwa tayari kuendesha kwenda nyumbani, laini za breki za SUV yake zilivunjika. Lakini kwa muujiza fulani, hakuwa ndani bado. Polisi walisema ilikuwa ni uharibifu. Victoria alisema ilikuwa ni wivu. Bonita alisema ilikuwa Simon. Na Silas hakujua tena ni nini cha kuamini. Ilikuwa saa 8:30 usiku wakati simu yake ilipiga mzunguko tena. Nambari isiyojulikana. Alisita, akitazama skrini. Kisha akajibu. Halo, kelele. Kisha mnongono, yenye kina na mbaya. Sauti ile ile kutoka hapo awali. Unafurahia mamlaka yangu, Silas, ilisema. Lakini nina uvumilivu. Utaelewa hivi karibuni maana ya nuru iliyokopwa. Moyo wa Silas ulipiga kama ngurumo. Wewe ni nani? Mstari ulikatika. Alitupa simu kwenye meza, alisimama na kutembea kwenye dirisha. Ziwa lilionekana tulivu, lakini taa za jiji zilipepea kidogo kama kwamba kitu kilikuwa kinapumua nyuma yao. Alikuwa bado akitazama aliposikia hatua za miguu. Silas! Sauti ya Victoria yenye usingizi ilisikika nyuma yake. Alisimama kwenye mlango akiwa na joho lake, macho nusu kufungwa. Huko kitandani tena. Aligeuka kwake na kulazimisha tabasamu. Nilikuwa nafikiri tu. Alitembea karibu akimkumbatia. Kuhusu kazi? Alisita. Hapana. Kuhusu Simon? Alitazama juu kwa haraka. Tena, aliitikisa kichwa. Kitu hakijumliki. Mtu amekufa, lakini mtu fulani ananipigia simu kwa sauti yake. Polisi walipata uchungaji wenye jina langu. Na sasa ajali hizi? Victoria alisikitika. Unafikiri kweli ni kiroho? Hakujibu. Alipumua na kugusa uso wake. Basi tuombe Silas, tufanye kile ambacho hukufanya kwa muda mrefu. Alitabasamu kidogo. Unasikika kama mama yangu. Labda ni lazima, alijibu pole. Unapigana na kitu ambacho huwezi kuona. Ni wakati wa kuacha kupigana peke yako. Asubuhi ila walikaribisha Pastor Daniel, mwanaume wakati ya umri, mtulivu, aliyewahi kusaidia kumbariki makao makuu mapya ya kampuni ya Silas. Alikuwa mrefu, mpole na alibeba nguvu ya kimya iliyofanya watu wajisikie salama. Alipowasili, aliweka Biblia yake kwenye meza ya kioo na kusema, wakati unafanikiwa, unafungua mlango mpya. Milango mingine inaleta baraka, mingine inaleta uangalifu. Silas alikunjamisha mikono. Uangalifu kutoka kwa nani? Kutoka kwa yeyote aliyewahi kupanda mbegu ya giza kukuzunguka. Daniel alisema, wakati mwingine tunatembea kwenye mitego iliyojengwa miaka kabla hatujaandaliwa kwa mafanikio.
Maneno ya Bonita yaliruka kichwani mwa Silas. Alisema alihitaji mimi kwa sababu nilibeba mamlaka yako. Pastor, Victoria aliuliza Paul. Je, kitu kama hicho kinaweza kweli kutokea? Daniel aliitikisa kichwa pole. Ulimwengu wa kiroho umejaa biashara. Watu wanabadilishana wakati, fadhila, hata maisha. Matambiko mengine yanachelewesha. Mengine yanamshtua tu mhasiriwa anapofanikiwa. Ikiwa mwanaume huyu aliwahi kuitaja jina la Silas kabla hakufa, basi roho yake inaweza kujaribu kudai kile alichoshindwa kuchukua akiwa hai. Silas alihisi tumbo lake likipinduka. Kwa hiyo ninafanya nini? Kwanza unasamehe kabisa, Daniel alisema. Kisha tunaomba. Bonita alifika mchana ule baadaye, akitetemeka alipoingia kwenye jumba. Alipiga magoti mara moja. Samahani Silas, sikujua itafika hivi mbali. Silas alimwinua. Umesema hiyo vya kutosha Bonita, kilichofanyika kimefanyika. Daniel alimwomba aeleze tena usiku wa matambiko. Kila undani, kiu, damu, maneno. Simon alisema. Mikono ya Bonita ilitetemeka alipozungumza. Alisema, siku atakayoinuka, nitainuka kupitia kwake. Alirudia mara kwa mara. Macho ya Daniel yalikatika. Hiyo ni kiapo cha kufunga. Lakini jambo jema ni kwamba nuru inazungumza kwa sauti kubwa kuliko giza. Aliwaomba wote wapige magoti. Aliomba kwa nguvu, sauti yake yenye kina, ikimwangika nyumbani. Kwanza, ilikuwa tulivu. Kisha, ghafla, taa zilipepea. Victoria alivuta pumzi. Chandelier juu yao ilianza kutetemeka kidogo. Usisimame, Daniel alipiga kelele. Anapigana, kifua cha Silas kikajifunga. Alihisi kitu baridi kikipanda uti wa mgongo, kama vidole visivyoonekana vikisukuma mabegani mwake. Kisha, kutoka mahali pasipo, TV iliwasha peke yake. Skrini ilikuwa nyeusi na kisha uso ulionekana. Simon. Bonita alipiga kelele. Uso wake ulionekana mweupe, nusu umechomwa, macho yamekufa, midomo imepigia pindukizi. Nilikuambia, sauti ilisema kupitia vipaza sauti. Nuru iliyokopwa inazima kila wakati. Sistema ya sauti ilipaaza kelele. Umeme ulikatika. Giza kamili. Victoria alishikamana na Silas, akitetemeka. Bonita alianguka chini, akilia. Sauti ya Daniel ilikuwa kubwa na kali sasa. Huna haki hapa. Ondoka kwa jina la Yesu. Kisha ukimya. Taa zilirudi. Uso wa Simon uliondoka. Lakini kwenye sakafu ya marmar mahali Silas alikuwa akipiga magoti kulikuwa na alama ya mkono, nyeusi na yenye moshi, kama kwamba mtu aliweka majivu moto kwenye ardhi. Kila mtu alitazama. Victoria alimnong'ona. Silas, hii inamaanisha nini? Daniel alisimama pole. Inamaanisha hajamaliza bado. Tarwarst. Sehemu ya 5, chaguo la damu. Asubuhi iliyofuata, Silas alitembea kupitia ukumbi wa kampuni yake akijaribu kutoa hofu. Wafanyakazi walimsalimu, wakitabasamu kana kwamba kila kitu kilikuwa kawaida. Skrini kubwa za dijiti zilionyesha thamani ya hisa za Chintech ikipanda tena. Wawekezaji walikuwa na furaha, lakini Silas hakuweza kuhisi furaha. Alikuwa nusu njia kwenda ofisini mwake wakati msaidizi wake, Chioma, alimkimbilia. Bwana, kuna barua kwako, alisema, akipumua. Iliachwa kwenye mapokezi na mtu mweusi. Alisikitika. Inasema nini? Alimkabidhi kwa uangalifu. Bahasha ilikuwa nyeusi, sawa na alama ya mkono kutoka usiku jana. Ndani kulikuwa na maandishi mafupi. Mamlaka iliyokopwa lazima ilipwe kwa damu au kwa urithi. Chagua kabla ya mwezi ujao. Mikono ya Silas ilitetemeka alipokunja karatasi. Maono yake yalipunga kwa muda. Kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi, mwanaume aliyejenga mabilioni kutoka kitu kisichokuwepo alihisi kuwa hana nguvu. Alitazama juu na kupitia ukuta wa kioo wa ofisi yake. Aliona umbo likisimama upande wa pili wa barabara. Mwanaume mrefu katika koti jeusi akimtazama. Silas alipokonyeza macho, mwanaume alikuwa ameondoka. Moyo wake ulikimbia. Kitu kilikuwa kikija. Kitu ambacho hakuweza kuandika msimbo, kuhesabu, au kudhibiti.
na alikuwa anakosa muda. Wargars, sehemu ya 6. Usiku wa radi. Mvua ilinyesha kwa nguvu usiku ule. Aina ya mvua iliyopiga juu ya paa kama ngoma za vita. Anga juu ya Lagos ilikuwa giza. Umeme wa radi ukiwaka mweupe kwenye madirisha ya mnara wa Chind. Ndani ya ofisi yake ya penthouse, Silas alisimama peke yake. Jaketi yake la suti lilikuwa kwenye kiti nyuma yake, shati lake jeupe likiwa na jasho. Hakuwa amerudi nyumbani kwa siku 2. Hakuweza. Kila alipofumba macho, sauti ya Simon ilimwangika kichwani. Mamlaka iliyokopwa lazima ilipwe, kwa damu au kwa urithi. Usiku, maneno yale yalikuwa yakiishi ndani ya akili yake kama moto. Alikuwa amejaribu kila kitu. Maombi na Pastor Daniel, kufunga, michango ya misaada, hata kuletewa mshauri wa kiroho kutoka Ghana. Hakuna kilichofanya kazi. Kivuli cha ajabu ndotoni mwake kiliendelea. Mnongono ulimfuata kupitia viu, mafano, hata milango ya kioo. Lakini leo usiku aliamua kitu. Hakuwa atakimbia tena. Ikiwa Simon alitaka kuchukua kitu, angelikabili yeye mwenyewe. Mlango ulifunguka kimya. Victoria aliingia akiwa amevaa joho refu, uso wake mweupe lakini imara. Alikataa kumwacha bila kujali jinsi alivyomsihi. Bado hapa, alisema pole, akitembea karibu. Hujala tena? Siwezi kula, alisema bila kugeuka. Si wakati, sijui kama nitaamka kesho. Alitembea kando yake na kuweka mkono wake kwenye mkono wake. Acha kusema hivyo Silas, ulipigana kwa nguvu sana kupoteza matumaini sasa. Aligeuka kwake. Macho yake yalikuwa yamezika. Siogopi kufa, Victoria. Ninaogopa sababu kwamba mafanikio yangu, kila kitu nilichojenga, haikuwa kweli yangu kamwe. Victoria alishika uso wake kwa upole. Usiseme hivyo, ulifanyia kazi hii, ulipata kila sehemu yake. Alimtazama machoni kwa muda mrefu. Kisha, kwa nini inahisi kama ninaishi hadithi ya mtu mwingine? Kabla hajajibu, taa zilipepea tena. Radi ilipiga nje, kisha kubisha kwa nguvu kwenye mlango. Mibishi mitatu ya polepole. Boom, boom, boom. Silas aliganda. Victoria alimnong'ona, anaweza kuwa nani? Alitembea pole kuelekea mlango. Kaa nyuma, alisema. Aliufungua na kuvuta pumzi. Ilikuwa Bonita. Alikuwa amelowana na mvua, akitetemeka, macho yake ni ya kichaa. Silas, alilia, yupo hapa. Simon yupo hapa. Nini? Alijikwaa ndani ya ofisi. Nilikuwa ninafunga duka langu nilipomwona. Si kama mzimu, Silas, hai. Alisimama upande wa pili wa barabara akitabasamu kwangu. Alisema maneno yale yale. Deni si lako peke yako. Kisha alitoweka. Victoria alirudi nyuma, hofu usoni mwake. Hai, lakini anapaswa kuwa. Nilimuona, Bonita alisema, sauti yake ikivunjika. Napa, macho yake yalikuwa mekundu kama moto. Silas alitembea kwenye dirisha na kutazama nje kwenye dhoruba. Ikiwa hii ni kweli, alisema kwa mnongono, basi labda inaishia leo usiku. Justice, sehemu ya 7. Mapambano ya mwisho. Usiku wa 8 ulifika. Mvua haikuacha. Tukawasiliana kwenye sebule la jumba la Silas, Victoria, Bonita na Pastor Daniel. Mishumaa iliwaka pole kwenye sakafu. Hewa ilipiga harufu ya mafuta na radi. Sauti ya Pastor Daniel ilikuwa tulivu lakini imara. Hatupigani giza kwa hofu, tunapigana nalo kwa kweli. Aligeuka kwa Bonita. Ulisema Simon alifanya kiapo kwa kutumia jina la Silas? Bonita aliitikisa kichwa. Ndio. Basi kiapo hicho lazima kivunjwe na mdomo ule ule uliochukua. Daniel alisema. Wewe, Bonita, utakikataa kwa sauti. Mkono wa Bonita ulitetemeka. Niko tayari. Alichukua pumzi kubwa na kusema kwa sauti. Simon, popote ulipo, ninakataa kila kiapo kilichofanywa kwa damu yangu. Ninamwacha Silas kutoka kwenye manyororo wako. Mamlaka yake ni yake, si yako. Mishumaa ilipepea kwa nguvu. Upepo ulipiga kupitia chumbani, ingawa madirisha yalikuwa yamefungwa. Kisha sauti, baridi, tupu, ilihaki, ilijaza hewa. Ni kuchelewa. Taa ziligubikwa. Victoria alipiga kelele. Chumba kilikuwa giza.
Wakati jenereta iliporudi, kioo kutoka sakafu hadi dari kwenye kona ya sebule kilikuwa kimepasuka. Na kwenye mfano alisimama Simon, mrefu, mweupe, macho mekundu. Nusu ya uso wake umechomwa, nusu inatabasamu. Bonita alipiga kelele na kuanguka kwenye magoti. Silas alisimama ameganda. Umekufa, alisema kwa mnongono. Mfano wa Simon uliinama kichwa. Labda. Lakini unaishi maisha niliyolipa. Unataka nini kutoka kwangu? Usawa. Pastor Daniel alienda mbele, Biblia mkononi. Huna nguvu hapa. Ondoka mahali hapa. Simon alicheka, sauti kama kioo kinavunjika. Unafikiri maneno yanaweza kuvunja damu? Ardhi ilitetemeka. Mishumaa ilianguka. Bonita alipiga kelele, akifunika masikio. Kisha Silas alipiga hatua mbele. Sauti yake ilikuwa tulivu, lakini uso wake mkali. Simon, alisema, ulichukua kila kitu kutoka kwangu mara moja. Mke wangu, amani yangu, usingizi wangu, lakini hautachukua roho yangu. Mfano ulitabasamu zaidi. Basi nipe kilicho changu. Sikuki deni lolote, Silas alipiga kelele. Alichukua taa ya mafuta karibu na Biblia na kuitupa kwenye kioo. Kioo kilivunjika vipande elfu. Kilio kikubwa kilijaza hewa, sauti ya Simon ikigeuka kama moshi wakati moto ulishika mapazia. Upepo ulisimama. Sauti ilisimama. Kila kitu kilikaa kimya. Moshi ulipokuwa umepungua, Simon alikuwa ameondoka. Moto ulizimika peke yake na nyumba ilikuwa tena kimya. Bonita alikuwa akilia kimya. Victoria alikuwa akitetemeka. Pastor Daniel alionekana amelegea lakini na faraja. Silas alisimama katikati ya chumba akipumua kwa nguvu. Uso wake ulikuwa mweupe. Victoria alimkimbilia. Imeisha, alisema kwa mnongono. Hatimaye imeisha. Aliitikisa kichwa pole. Ndiyo, nafikiri ni hivyo. Lakini alipotazama chini, aliona kitu, kata ndogo kwenye kiganja chake. Haikuwa kirefu, lakini iliuma. Alisikitika, hakukumbuka kugusa chochote chenye makali. Kisha, kidogo chini ya ngozi yake, chini ya kata, aliona kitu kilichokuwa giza, alama, karibu kama kivuli. Ilipiga mara moja, kisha kupungua. Hakumwambia mtu yeyote. Badola. Alifunga mkono wake tu, alitabasamu kidogo, na kusema, tupumzike. Kesho ni siku mpya. Wasau hitimisho. Mwangaza au kivuli. Wiki baadaye, Sintech ilikuwa kwenye habari tena. Faida za rekodi, ushirikiano mpya, sifa za kimataifa. Silas na Victoria waliwana katika sherehe ndogo ya kibinafsi. Bonita alihudhuria kimya, akikaa kwenye safu ya nyuma, akishukuru kuwa sehemu ya kitu cha amani tena. Walipokatakata keki, Silas alimtazama Victoria na kusema kwa mnongono, tulifanikiwa. Lakini ndani kabisa, kitu bado kilijibu, je, umefanikiwa? Usiku ule, watu wote walipundoka. Silas alisimama peke yake karibu na kioo kwenye chumba chake cha kulala. Alirekebisha tai yake na kutabasamu, mpaka taa zilipopepea mara moja tena. Kwa sekunde moja, tabasamu lingine liliakisi kutoka kwenye mfano, moja ambalo halikuwa lake. Kisha likitoweka, na mvua nje ilianza tena. Shakir, kama unapenda hadithi hii, andika maoni, shiriki, na jiunge na channel yetu kwa hadithi zaidi za kuvutia. Tunakushukuru kwa kutusikiliza.